Taarifa iliyokuwepo mpaka hivi sasa ni kwamba maandamano makubwa yamezuka katika mji mkuu wa Bangladesh, Dhaka, huku maelfu ya wananchi wakijitokeza barabarani kupinga uongozi wa Waziri Mkuu Mohamed Yunus, ambaye wanamlaumu kwa kushindwa kutimiza ahadi zake kwa kile kinachoeleza kama uongozi usio na uhalali wa wananchi. Taarifa kutoka mashirika ya habari ya kimataifa zinasema kuwa maandamano hayo ambayo yalianza kwa amani yaligeuka kuwa vurugu baada ya polisi kujaribu kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakikusanyika katika eneo la Shahbag Square na sehemu nyingine za jiji hilo. Mabomu ya machozi na maji ya kuwasha yalitumika, huku waandamanaji wakiripotiwa kurusha mawe na kuchoma matairi barabarani. Waandamanaji wanadai kuwa serikali ya Yunus aliyewahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel kwa ubunifu wake wa mikopo midogo, yani microfinance, sasa imepoteza mwelekeo na badala ya kusaidia wananchi maskini imekuwa ikilinda maslahi ya kundi dogo la kisiasa na kifedha. Wengine wanasema utawala wake umegeuka kuwa wa kiimla na kwamba uchaguzi ulimuingiza madarakani ulikuwa wa dosari nyingi zaidi. Kiongozi wa upinzani ndugu Khaleda Rahman kupitia tamko rasmi amewataka raia kuendelea na maandamano hadi Waziri Mkuu Yunus ajiuzuru, akisema tuliyemheshimu kama shujaa wa kiuchumi, lakini sasa amekuwa mzigo wa kisiasa. Watu wanataka mabadiliko halisi na sio maneno. Kwa upande mwingine, msemaji wa serikali ya Bangladesh amesema kuwa maandamano hayo yamechochewa na makundi ya kisiasa yanayolenga kuvuruga amani ya taifa na kwamba serikali haitaruhusu vurugu wala jaribio lolote la kuleta machafuko. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 200 wamekamatwa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano na vikosi vya usalama. Mashahidi wanasema hali ya taharuki bado inaendelea katika maeneo mengi ya Dhaka, huku mawasiliano ya simu na intaneti yakiripotiwa kukatizwa kwa muda mfupi usiku wa jana. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu yameitaka serikali ya Yunus kuheshimu haki za wananchi na kukusanyika na kutoa maoni yao na kuepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi. Kwa sasa hali nchini Bangladesh inaendelea kuwa tete, huku wachambuzi wakionya kuwa maandamano haya yanaweza kugeuka mgogoro mkubwa wa kisiasa endapo mazungumzo kati ya serikali na wapinzani hatapatikana mapema. Yaani hivi sasa ni kama kuna kirusi ambacho kinasambaa maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Vijana wamekuwa wakija mbele na kuandamana wakidai mabadiliko makubwa ndani ya taifa lao, hususan baadhi ya viongozi wakitamani waweze kuachiliwa nafasi ambazo wamekuwa wakizishikilia kwa muda mrefu, ama waweze kukaa pembeni kabisa, kwa sababu inawezekana wale ambao wanaonekana wameshinda baadhi ya nafasi hawana vigezo ama hawakushinda kihalali. Ndio hiki ambacho kinaendelea kule Bangladesh, ambapo wanahitaji waziri mkuu aweze kujiuzuru rasmi.